Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Naamini kwamba ni wakati mzuri wa kwenda kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo ningependa tu tukaweze kuinamisha vichwa vyetu, tukaweze kumshukuru Bwana. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, niko mbele zako Bwana nikiwa jinsi nilivyo. Baba yangu, si kwa mimi ni mkamilifu kuliko wengine, lakini Bwana umenichagua siku ya leo kusimama mbele zako Bwana, na mbele ya watu hawa mfalme wangu. Niko mbele zako Mungu nikiomba unitakase na damu yako, wakati ninapoenda kunena neno lako Bwana. Nisinene mimi, lakini wewe Roho Mungu akanene na watu hawa. Bwana, ninaomba masikio ya ndani yakafunguke na macho yao ya rohoni kaone. Maana Bwana, neno lako watu wako wanaenda kushuhudia siku ya leo. Uinuliwe Bwana na upewe sifa ninapoenda kusimama mahali hapa. Mimi ni chombo tu cha kutumika, lakini wewe Bwana, wewe ndio unaenda kutumia maisha yangu Bwana. Ipeana kwako, na Roho Mtakatifu akashuke ili akaweze kunena nami, na ni kwa jina la Yesu Kristo na kanisa tuseme amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pastor Irungu. Yesu ni Bwana na Mwokozi maisha yangu. Huyu Yesu nilimkutana naye nikiwa kijana. Bwana Yesu asifiwe. Na tangu wakati huo nimepita mabonde na milima, na Bwana nimemwona akiwa mwaminifu juu ya maisha yangu. Kufikia siku ya leo siwezi kulichukulia ni jambo la kawaida, bali naweza kusema ni kwamba ni Bwana amenifikisha siku ya leo. Kwa hivyo namshukuru Mungu wangu kwa ajili ya kunipa uhai na kunisaidia kufika siku ya leo. Wapendwa, nataka niweze kusimama mbele zenu nikiomba tu ukarege sikio lako, wewe unanisikia. Nikuletea ujumbe ambao unasema ya kwamba kutii. Bwana Yesu asifiwe. Naleta ujumbe ambao unaongea kuhusu kutii. Na kutii, hali Roho Mungu anakushuhudia kutii. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengine yanaweza kuja mbele zako, lakini kwa sababu umeambiwa utii, wewe unatii tu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa sababu unaambiwa kwamba utii hata. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si mambo yote ambayo tunayo tii, lakini kila ambacho nataka kuongea leo ni kuhusu kutii Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuweze kujua Roho wa Mungu anaongea namna gani ndani ya maisha yetu ili tukaweze kutii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mara nyingi tunaanguka katika dhambi kwa sababu tulikuwa na nafasi ya kuongeleshwa na Roho wa Mungu, lakini hatukutii. Tulisikia ni kama tunajiongelesha, hata kitu kanakwambia ni kama ni kitu tu kanakuelezea tu ili kakufinyilie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana wakati mwingine unakuta mtu amekaa mahali fulani, Bwana Yesu asifiwe, anaangalia, naona watu wako tu wanaburudika. Bwana Yesu asifiwe. Wameketi pale juu, wameketi kwa kiti kinaitwa 65. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo wewe ni mtu wa Mungu, umeambiwa kutii. Haleluya. Unasikia ninaweza nikaonja tu kamoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kuna vingine tunataka tuweze kujua wakati unapoongelezwa, unaambiwa wewe umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingine unakuta ni kama unaonewa. Unasikia ni kama unaonewa wakati unapoambiwa usifanye. Maana Roho wa Mungu hutufundisha kutii. Bwana Yesu asifiwe. Kutenda mema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kabla sijaweza kwenda zaidi ili tukaweze kusikia mtumishi wa Mungu anaenda kunisema nini mbele ya watu wake, nataka tukaweze kufungua Biblia zetu
tukaweze kusoma Biblia zetu. Kwa Yesu asifiwe. Msiseme kwamba mtumishi wa Mungu alianza kuhubiri lakini hatukujua alifundisha kitabu gani. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu sasa peana kwa mtu ambaye anaenda kusoma Biblia. Sijui nani anaenda kusoma kitabu cha Biblia kitakatifu. Mahali tunaanza kusoma leo ni Samueli wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Samueli wa kwanza 1, halafu hapo mstari wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Mchungaji tusomee ili tukasikie Bwana alikuwa kusubiri gani juu ya maisha yetu. Tusoma. Naye huyu mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usimsahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautafikiria kichwani mwake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba na huyo mwanamke alikuwa na uchungu moyoni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Akaomba Bwana, akalia sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Akaomba akalia sana. Bwana Yesu asifiwe. Akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Akaomba akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso langu, teso la kazi wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuwe kusikia, maana neno la Mungu limeongelewa mahali pale. Kuna mtu anaitwa Hana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaitwa Hana ambaye alikuwa na shida. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ule alipokuwa na hiyo shida, alikuwa anasumbuka sana juu ya maisha yake, kwa sababu ya sauti nyingi zilikuwa zinaongea ndani yake. Na ikawa siku moja akasikia ndani ya moyo wake, ukimwambia leo nataka umtolee Mungu, Bwana Yesu asifiwe, nadhiri. Bwana Yesu asifiwe. Akamtolea Mungu nadhiri. Hiyo nadhiri ilikuwa ni Roho Mungu alikuwa anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Roho Mungu alikuwa anaongea ndani yake ili akaweze kusikia na atii. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuongea kitu ambacho nataka ujue ya kwamba kuna watu ambao Mungu alikuwa awabariki, lakini siku ya leo wako katika bado kifungo, kwa sababu Roho Mungu alipokuwa anaongea ndani yao hawakusikia wala hawakutii. Walifikiria ni kuongelewa tu, wanasikia ndani yao ya kwamba ninahitaji kusikia kwamba nitende jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana nyingine tunakuta tuko katika mahali kama hapa, ukiwa umeketi pale kwa kiti, unasikia ndani ya moyo wako kwamba nasikia ninunue kiti. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia ndani ya moyo wangu ninunue kiti, lakini wakati mwingine unashangaa ndani ya moyo wako unaanza kuona vita. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kuona vita ya kutii kutotii. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia ni kama hii kitu unachokisema si sawa ndani ya moyo wako, maana kila kitu ambacho mwanadamu anachokifanya anakifanya kwanza katika rohoni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Hata ule mtu anaenda kufanya uovu, anaanza ndani ya moyo wake anasema, nataka mimi nifanye jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla haja ya kutenda
Roho Mungu huwa anakimbia kumwelezea hilo jambo anakufanya. Hilo jambo si jambo la kutenda, maana lina madhara katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu anakosa kutii, hiyo sauti ndogo inaongea ndani ya huyo mtu. Haleluya. Unakuta anaingia kutenda dhambi na anakuja kuangalia, anakosa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuweze kwenda katika kitabu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Ili nikaweze kuleta huu ujumbe kwa usawa na kwa utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuweze kusoma Matendo ya Mitume 5. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapo mwanzo hiyo moja hapo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Nataka tusikie kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Matendo, kitabu cha Matendo ya Mitume 5:1. Soma. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuizuia